Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Alikiba siku ya leo amezungumzo kubwa huko kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuzungumzia sakata zima ambalo linamhusisha msanii Jay Melody. Jay Melody, hili sakata la yeye kuibiwa nyota na msanii Diamond limezidi kuwa gumzo kubwa huko mitandaoni, japokuwa yeye Jay Melody anadai kwamba hafikiri wala hawazi kama kuna mtu ameweza kumuibia nyota yake. Yeye anaamini tu ni riziki imeweza kupungua kidogo, lakini sio kwamba eti jina lake au nyota yake imeweza kuchukuliwa na mtu mwingine. Lakini hilo swala baadhi ya wadau wameweza kulichukulia serious zaidi, kwa sababu Jay Melody alikuwa ni msanii hatari sana na ni msanii ambaye akiachia ngoma bana inawagusa sana mashabiki zake. Lakini sasa hivi imekuwa tofauti. Jay Melody akifanya ngoma inakuwa kama vile ngoma ya kawaida sana. Sasa Alikiba amekuwa moja kati ya wasanii ambao tunaweza kusema wanawatetea sana hawa vijana ambao wanachipukia katika kazi ya sanaa. Na ndio maana huwezi kumuona Alikiba anamlazimisha msanii kuingia katika record label yake. Yeye anakaa tu kimya na kusubiri msanii yeye mwenyewe amfuate na kumwambia naomba niingie katika record label yako. Tofauti kabisa na record label zingine, kwa sababu tu Alikiba anajua nini ambacho anakifanya katika sanaa ya muziki. Alikiba ameonekana kukasirishwa na hili jambo, lakini pia ameonekana na yeye pia labda kuna kitu kingine ambacho anakijua kuhusiana na Diamond Platnumz kuchukua nyota za hao wasanii ambao wanachipukia. Alikiba kupitia katika akaunti yake ya Snapchat, kupitia Snap Story, ameweza kuposti picha ya Jay Melody. Alafu baada ya kuposti picha ya Jay Melody, katika caption akaandika huenda hizo habari zikawa na ukweli au zikawa za uongo, ila kiasi fulani kuna ukweli, pole dogo. Akaweka emoji ya kulia. Inaonyesha wazi kwamba Alikiba kuna kitu ambacho anakijua kuhusiana na hili sakata la Diamond kuchukua nyota za wasanii wachanga. Baada ya hiyo kauli, Alikiba bana ikabidi atafutwe kuulizwa ni kwa nini aliandika vile na kumwandikia Jay Melody ujumbe kama kule katika akaunti yake ya Snapchat. Ilibidi aulizwe ni kwa nini amefanya hivyo, na Alikiba alijibu na kudai kwamba jambo ambalo linaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Jay Melody, akaona na yeye kama kaka mkubwa asiweze kunyamaza, aweze kuzungumzia hilo swala. Lakini kitu kikubwa ambacho Alikiba ameweza kukizungumza, amedai kwamba unafikiri ni kwa nini wasanii ni wengi sana hapa Tanzania, lakini msanii mmoja tu ndiye ambaye anahusishwa na hilo swala la kuiba nyota za wasanii wengine? Kwa nini asiwe Harmonize? Kwa nini asiwe Rayvanny? Kwa nini asiwe Alikiba? Kwa nini asiwe msanii yoyote, lakini awe msanii Diamond Platnumz? Huenda hizo taarifa zikawa na ukweli, lakini pia huenda hizo taarifa zikawa na uongo ndani yake. Japokuwa yeye Jay Melody hataki kabisa kugombana na Diamond, ndio maana anamkingia kifua na kudai kwamba haelewi hilo swala la kwamba ameibiwa nyota, lakini ukweli upo. Na Alikiba amedai kwamba endapo ikabainika ni kweli, na sidhani kama itabainika ni kweli kwa sababu ni mambo ya kiimani, Jay Melody akiamini hivyo labda anaweza akaelewa kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini yeye Jay Melody bado ameendelea kumkingia kifua Diamond. Jambo ambalo linamkwaza zaidi Alikiba ni kuendelea kuona swala hilo linaendelea mitandaoni, lakini Diamond yeye amekaa kimya. Ni kama vile tuhuma zote ambazo anapatiwa zina ukweli ndani yake. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuchie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza neno subscribe.